Nashukuru leo hii ninazungumza na nyinyi hapa, wengi ni watumishi wa serikali. Na mimi pia ni mtumishi wa serikali, na tulio wengi hapa ni watumishi wa serikali. Watu wengi wanapata frustration. Kuna swala la ugonjwa wa nini? Nasema afya ya akili. Frustration zinatokana na swala la kimaisha, kwa sababu ya fedha. Ndugu zangu, hasa wale vijana wenzangu, pia niwakumbushe kwamba tunapokuja kwenye mazingira kama haya, wilaya kama ilivyo ya Ludewa, tufanye majukumu yetu ya msingi, lakini pia tukumbuke kuziendea fursa zilizopo ili tupunguze tatizo la afya ya akili. Kwa tiba pekee iliyopo ni mfuko kutuna. Hayo mengine yanaweza yakawepo, lakini mfano kitu kimoja, umefanya kazi yako, umemaliza muda wako, session yako imeisha, haikuzuii wewe kwenda kwenye shamba lako la viazi, haikuzuii kwenda kwenye shamba lako la mahindi. Ni uhalisia uliopo. Mimi ni watoe tu mfano kitu, sio mfano, nazungumzia uhalisia. Mimi nimefika hapa mwezi wa 9. Nilipofika tu mwezi wa 11, nikaanza kuomba mashamba kwa watu wenyewe. Sijaona hata hiyo yana na aibu kusema kwamba mkuu wa wilaya anaenda kulima. Na mkiona magari yanapotea, yanaingia huko, si Ngalawale, nenda wapi, nenda Nyamapinda, nenda mwenyewe kutembelea mashamba yangu. Sio kwa sababu ya kitu gani, lakini yote kwa sababu gani? Ni kwa ajili ya kukimbia umaskini na hali ya frustration. Hasa nazungumzia na vijana wale ambao wakubaliana na maisha. Umezaliwa Kinondoni, umesoma Kinondoni, ukapangiwa kazi Ludewa. Kwenye grupu lako unajikuta unaochati nao, wengine wako JKCI, wako Mbili, wako Mloganzila, wako wapi. Wewe unajiona kama vile umetupwa. Huku tupo wa Tanzania ambao tunahitaji huduma ya uuguzi, na muuguzi tulioletewa ni wewe. Lakini jambo kubwa ni kwamba tutafute pesa. Nikiwa nina watumishi wakati wote, nilikuwa siku moja na walimu kupitia CWT, nimewakumbusha hilo. Na ndugu zangu wa chama cha TANA nawakumbusha, tafuteni nini? Pesa. Pesa inaondoa majungu. Sabuni ya majungu ofisini ni pesa. Tiba ya afya ya akili ni pesa. Ukitaka udownload upole, kuwa na pesa. Kaa kwenye deski pale. Akija mgonjwa, utamhudumia politely kabisa. Lakini usipokuwa na pesa, utachukua masemango yako ya kimaisha binafsi, utayahamisha kwenye kazi. Mwisho wa siku, kuna vifursa vidogo tu vinakuja. Umekuja mradi fulani, amechukuliwa nesi fulani kwa ajili ya kushiriki hiyo project, si ni Dar es Salaam, si ni kitu gani hivi, ambayo inawezekana kwamba kwenye hiyo kazi ameenda amerudi, inawezekana mpata milioni 200,000, 300,000 au milioni, lakini ikarudi tena ikamjia yeye, tayari ushaanza kumjengea kilinge. Lakini ukiwa na maisha yako safi vizuri na familia inaenda, majungu hayatakuwepo.